Nova ikawa imestack pamoja na kamera ikazimika na kadi zikawa zime collapse. Kwa hiyo huduma ikawa ni changamoto na ni ngumu, lakini sambamba na hayo mazingira yetu hapo ya ofisini hiyo siku yaliharibiwa, ikiwa ni pamoja na kutuondoa tumaini. Lakini ninashukuru Mungu kwamba Mungu yuko kazini. Walijaribu kunidhuru na kuniataki kwa nguvu na kwa lengo lao kuninyamazisha milele ili ni stroke ama nifariki. Lakini pamoja na vita yote, zaidi ya masaa 3 tunashindana nao, lakini dakika ya mwisho Roho Mtakatifu alitushindia, wakaondoka wao na sisi tukabaki salama. Na ninapenda nizungumze, shetani najua anasikia na mawakala wake wanasikia. Hiki ni kijiti kilichotolewa motoni. Nilitangaza nikasema, shetani umeshindwa kuniua, hautaniweza tena. Na sasa lazima mateka waliotekwa wataachiliwa huru katika jina la Yesu. Nami naamini wakati uliokubalika na Bwana ni sasa. Mungu nahisi uwepo wake mkubwa sana katikati ya vita. Yupo Roho Mtakatifu. Amen. Na sasa tumekwisha kuomba. Tumishi wa Mungu, nirejee kwenye maswali mawili au matatu ambayo nimekutana nayo kwenye mwendelezo huu, watu wamekuwa wakiuliza. Kuna mtu mmoja ameniuliza akasema hivi, mtumishi, mimi nashindwa kuelewa. Mfano, mimi nimeokoka kwenye kanisa la nabii wa uongo na nimebatizwa humo na ninamwamini Mungu pamoja na huyo nabii wa uongo kama mtumishi wake, na amenifundisha neno la Mungu, halafu nikajazwa Roho Mtakatifu. Je, nitakuwa nimeokoka au la? Na mbinguni nitakwenda au la? Mpendwa, nataka nikuambie maneno haya. Hakuna nabii wa uongo mwenye Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mtakatifu na uongo ni dhambi, uongo ni uchafu, hauna ushirika kabisa na Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo, huyu mtu mpaka anaitwa nabii wa uongo alishampoteza Roho Mtakatifu zamani, ila amebaki na mazoea ya kulitumia jina la Yesu. Na tabia ya Yesu na nguvu zake na Roho wake ni hii. Alisema hivi, popote wakusanyikapo 2 au 3